Sifa 17 zinazoashiria unayo nyota kali sana. Kwa siku ya leo tutakwenda kuziangalia. Ukiziona sifa hizi 17, basi unatakiwa utambue kuwa nyota yako ni kali sana. Nyota ni ile kazi au ile wito ambao umezaliwa kuja kuufanya. Kila binadamu anaye nyota yake. Ndio maana ukisoma kwenye Biblia utaona Yesu Kristo wakati anazaliwa nyota yake ilionekana. Ukisoma kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 2 na mstari wa 2 imeandikwa, yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? Kwa maana tuliiona nyota yake mashariki, nasi tumekuja kumsujudia. Unaanza kuona kumbe nyota ya mtu inaweza kuonekana kwenye ulimwengu wa kiroho. Maadui pia wanaweza kuiona nyota yako kwenye ulimwengu wa kiroho. Sasa zipo sifa 17. Leo nimekuandalia sifa 17 ambazo ukiziona basi unatakiwa utambue nyota yako ni kali sana. Kabla tujiendelee na somo letu la leo, jambo unalotakiwa kulifanya ni kulike video hii kisha kukaa kwa kutulia na kufuatilia mwanzo mpaka mwisho. Kuna mambo mengi sana ya kujifunza. Lakini pia kama ndo mara yako ya kwanza kabisa kuungana nasi na bado huja subscribe, basi hakikisha una subscribe ili uwe miongoni mwa watu makini na wanaopenda kujifunza. Hakika nguvu ya Maono Media ni mgodi wa maarifa. Twende moja kwa moja tukaziangalie sifa 17 zinazoashiria unayo nyota kali sana. Sifa ya kwanza, unapitia vita vingi bila sababu ya wazi. Yaani unakuwa unapitia vita bila sababu ya wazi, unakutana na upinzani wa kutosha. Watu wenye nyota kali mara nyingi hupitia chuki zisizo na sababu. Unashangaa unakutana na chuki, watu wanaanza kuchukia, lakini pia kukataliwa hata wanapokuwa sahihi. Unashangaa watu wanakukata hata wanapokuwa kwa sahihi, watu wanakuwa unakataliwa hata wanapokuwa sahihi. Lakini pia kupingwa mapema sana maishani. Hii hutokea kwa sababu giza hutambua mwanga mapema. Kwa hiyo unakuwa ni mtu ambaye unakutana na vita visivyoelezeka. Unakuwa ni mtu ambaye unakutana na vita visivyoelezeka. Ukisoma kitabu cha Yohana sura ya 1 na mstari wa 5, utaona pale neno la Mungu linaelezea mwanga huangaza gizani, wala giza halikushinda. Kwa hiyo mwanga huangaza gizani, wala giza halikushinda. Kwa hiyo unakuwa ni mtu ambaye unapitia vita vingi bila sababu ya wazi. Unakutana na vita unakuwa unakutana na vita, chuki, watu wanakuchukia, unakataliwa hata unapokuwa sahihi, watu wanakuwa wanakukatalia, watu wanakuwa unapingwa, ni mtu wa kupingwa tu. Wewe ukizungumza kitu kiko sahihi, lakini watu wanakikataa, wanakukatalia kabisa. Hii ni ishara ambayo inaonyesha nyota yako ni kali sana. Kwa hiyo ukiona sifa hii, basi utakuwa utambue nyota yako ni kali sana. Lakini sifa pili, watu kuchukia au kukupinga bila kujua vizuri. Yaani watu wanakuwa wanakuchukia au wanakupinga bila kukujua vizuri. Kabla hata ya kufungua kinywa, wengine hukujaji, wanaanza kukujaji, wengine huhisi wasiwasi juu yako, wengine hujaribu kukupunguza thamani yako. Hii ni ishara kuwa roho yako inahisi ukubwa wako. Kwa hiyo unakuwa watu wanakuchukia au kukupinga bila kukujua vizuri. Yaani watu basi hata kujua vizuri, watu wameshaanza kupinga tu. Unakuta hata mtu hakujui vizuri kabisa, hakuelewi vizuri, unashangaa tu anakupinga tu. Hii ni sifa moja hapo ambayo inaonyesha kwa nyota yako ni kali sana. Lakini sifa ya tatu, unakuwa lengo la mashambulizi ya kiroho, ndoto mbaya zinazorudiwa, vita vya rohoni au misukosuko ya ajabu. Si ishara ya udhaifu, bali ishara ya thamani yako katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo ndio maana ukisoma kitabu cha Efeso 6:12, maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka za giza. Kwa hiyo unakuwa lengo la mashambulizi ya kiroho, ndoto mbaya zinajirudia, unakuwa unaona mashambulizi ya kiroho, unakuwa unaona kuna mashambulizi makubwa. Ni ishara moja hapo ambayo inaonyesha kuwa nyota yako, ni sifa moja hapo ambayo inaonyesha nyota yako ni kali sana. Lakini pia sifa 4, una kiu ya kweli ya haki na Mungu kuliko wengine. Yaani unakuwa una kiu ya kweli ya haki, una kiu kabisa ya haki, una kiu ya ukweli, una kiu ya ukweli, haki na Mungu kuliko wengine. Wenye nyota kali hawaridhiki na maisha ya juu tu, wanataka maana ya kweli ya maisha, wanavutiwa sana na mambo ya kiroho. Hii ni kwa sababu nyota yako imeunganishwa na mbingu. Kwa hiyo ukiona sifa namna hii, ni sifa ambayo inaashiria nyota yako ni kali sana. Kwa hiyo unakuwa na kiu ya ukweli, unakuwa ni mtu ambaye una kiu na ukweli kabisa. Yaani watu wenye nyota kali hawaridhiki na maisha ya juu tu, hawaridhiki na maisha ya kawaida tu, wanataka maana ya ukweli wa maisha, wanavutiwa sana na mambo ya kiroho. Ni watu ambao wanakuwa wanavutiwa sana na mambo ya kiroho. Hii ni kwa sababu nyota yako imeunganishwa na mbingu.
Ndio maana ukisoma kitabu cha Mathayo sura ya 5 na mstari wa 6 imeandikwa, heri wenye njaa ya kiu ya haki, maana hao watathibitishwa. Wewe unakuwa ni mtu ambaye una kiu ya ukweli, haki. Lakini sifa nyingine ambayo inaonyesha kuwa nyota yako ni kali sana, unakuwa tofauti tangu utotoni. Huendani kabisa na fikra za wengi, mwenendo wa makundi, starehe zisizo na maana. Nyota kali huja na roho ya kipekee. Zote mtu mwenye nyota kali huja na roho ya kipekee. Yaani unakuwa tofauti tangu utotoni. Huendani kabisa na watu wengine. Huendani kabisa na watu wengine kabisa. Unakuwa tofauti tangu utotoni. Yaani ukijiona wewe unakuwa ni mtu wa tofauti tangu ukiwa mtotoni tu. Unakuwa huendani kabisa na watu wengine. Huendani na mwenendo wa makundi. Huendani na starehe zisizo na maana. Ni ishara kuwa ni sifa mojawapo ambayo inaonyesha kuwa nyota yako ni kali sana. Ndio maana mstari ukisoma kitabu cha Yeremia sura ya 1 na mstari wa 5, Biblia inasema, kabla sijakuumba tumboni nalikujua, kabla hujazaliwa nalikutenga, nimekufanya kuwa nabii wa mataifa. Mungu anamwambia Yeremia. Kwa hiyo ukiona ishara hii ni sifa ambayo inaonyesha nyota yako ni kali sana. Unakuwa tofauti tangu utotoni. Huendani kabisa na watu wengine. Unakuwa ni mtu wa kipekee tangu utotoni. Tangia unakuwa wewe ni mtu wa kitofauti na watu wengine. Lakini sifa ya 6 ambayo ukiona basi utakuta ambayo nyota yako ni kali. Maumivu yako huwa makubwa kuliko ya wengine. Unaumizwa zaidi, unahisi zaidi, unapoteza zaidi, lakini pia unajifunza zaidi na kukaa na kukua zaidi. Yaani unakuwa ni mtu ambaye maumivu yako huwa makubwa kuliko wengine. Unakuwa ni mtu ambaye unaumizwa zaidi, unahisi zaidi, unapoteza zaidi, lakini pia unajifunza zaidi na kukua zaidi. Kwa hiyo unakuwa ni mtu ambaye maumivu yako huwa ni makubwa kuliko watu wengine. Ndio maana kusoma kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro sura ya 5 na mstari wa 10 utaona kule neno la Mungu linasema, baada ya kuvumilia mateso kwa kitambo kidogo, Mungu mwenyewe atawatengeneza. Lakini pia sifa ya 7, unavutia baraka na chuki kwa watu kwa wakati mmoja. Yaani kwa wakati huo unakuwa unavutia baraka lakini pia na chuki kwa wakati mmoja. Wengine wanapokea kupitia wewe, lakini wengine wanakuonea wivu kwa sababu hiyo hiyo. Yaani wengine wanapokea kupitia wewe, lakini wengine wanakuonea wivu kwa sababu hiyo hiyo. Ukisoma kitabu cha Mwanzo sura ya 12 na mstari wa 2 inasema, nitakubariki nawe utakuwa baraka, nitakubariki nawe utakuwa baraka. Kwa hiyo unavutia baraka na chuki kwa wakati mmoja. Wengine wanapokea kupitia wewe, lakini wengine wanakuonea wivu kwa sababu hiyo hiyo. Lakini sifa ya 8, Mungu hukulinda hata pale ulipostahili kuanguka. Yaani Mungu anakulinda hata pale ulipostahili kuanguka. Kuna nyakati ulipaswa kufa lakini ukaishi. Ulipaswa kupotea lakini ukaokolewa. Ulipaswa kushindwa lakini ukasimama. Hii ni kwa sababu nyota yako inalindwa. Kwa hiyo Mungu hukulinda hata pale ulipostahili kuanguka. Mungu anakulinda hata pale ulipostahili kuanguka. Kuna nyakati ulipaswa kufa lakini ukaishi. Ulipaswa kupotea lakini ukaokolewa. Ulipaswa kushindwa lakini ukasimama. Hii ni kwa sababu nyota yako inalindwa. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Isaya 54 na mstari wa 17 anasema, kila silaha itakayeinuka juu yako haitafanikiwa. Kila silaha itakayeinuka juu yako haitafanikiwa. Kwa hiyo Mungu kulinda hata pale ulipostahili kuanguka. Mungu anakuwa anakulinda hata pale ulipostahili kuanguka. Lakini sifa nyingine ambayo inaonyesha nyota yako ni kali, sifa 9, kuna sauti ndani yako inakwambia kuna zaidi. Hata ukiwa kimya, kuna wito ndani yako, unakuwa unasikia kuna sauti yako, kuna sauti ya ndani inakwambia kuna zaidi, yani kuna kitu kikubwa. Yaani ndani yako unakuwa unasikia kuna kitu, yani kuna kitu kikubwa. Wewe mwenyewe unakuwa unahisi ndani yako kuna kitu kikubwa, yani kuna kitu cha tofauti. Ni sifa mojawapo ambayo inaonyesha kuwa nyota yako ni kali sana. Hata ukiwa kimya, kuna wito ndani yako. Haukuumbwa kwa maisha ya kawaida. Tumeumbwa katika Kristo Yesu ili tutende kazi njema alizotutayarishia. Unasoma kwenye kitabu cha Efeso sura ya 2 na mstari wa 10 utaona pale. Kwa hiyo kuna sauti ya ndani inayokuambia kuna kitu kikubwa. Kuna mission unatakiwa kuifanya. Yaani ndani mwako unakuwa unasikia kuna jambo kubwa ambalo unatakiwa ulifanye. Kuna kitu kikubwa ambacho unatakiwa ukifanye. Lakini sifa ya 10 ambayo inaonyesha kuwa nyota yako ni kali sana, mwisho wako kuwa mkubwa kuliko mwanzo wako. Yaani mwisho wako unakuwa mkubwa kuliko mwanzo wako. Yaani mwisho wako unakuwa mkubwa kuliko mwanzo wako. Nyota kali huanza kwa machozi, lakini huishia kwa utukufu mkubwa sana.
Ndio maana kitabu cha Mhubiri sura ya 7 na mstari wa 8 utaona kule, mwisho wa jambo ni bora kuliko mwanzo wake. Kwa hiyo mwisho wako huwa mkubwa kuliko mwanzo wako. Yaani unakuwa ule mwisho wako unakuwa ni mkubwa kuliko mwanzo wako. Ukiona sifa hii, basi unatakiwa utambue nyota yako ni kali sana. Lakini sifa ya 11, mafanikio yako huchelewa, lakini yakija hubadilisha historia. Yaani mafanikio yako huchelewa, lakini yakija yanabadilisha historia kabisa. Watu wenye nyota kali huonekana kama wamechelewa, huonekana kama hawapigi hatua, huonekana kama wameachwa nyuma, lakini ukweli ni huu: Mungu huchelewesha ili akutengeneze, si kukuharibu. Ndio maana ukisoma kitabu cha Mhubiri sura ya 3 na mstari wa 11 utaona kwa wakati wake Mungu hufanya kila kitu kuwa kizuri. Kwa wakati wake Mungu hufanya kila kitu kuwa kizuri. Lakini sifa ya 12, watu waliokudharau ndio watakao kuja kukuomba msaada. Leo wanakucheka, kesho wanakuuliza ulifanyaje. Wale watu ambao walikuwa wanakudharau, kesho ndio wanakuja kukuomba msaada. Ukiona sifa hii, basi mtakuwa utambue nyota yako ni kali sana. Lakini pia sifa ya 13, unapojaribu kuwa wa kawaida mambo huenda vibaya. Yaani unapojaribu kuwa wa kawaida mambo yanakwenda vibaya, mambo yanaharibika. Nyota kali haijazaliwa kwa maisha ya copy and paste. Ukijaribu kuiga wengine unakosa amani, unajikuta umekwama, milango ufunga. Yaani pale unapojaribu kuwa mtu wa kawaida mambo yanaharibika kabisa. Lakini pia sifa ya 14, una ndoto kubwa kuliko mazingira yako ulipokulia. Yaani unakuwa una ndoto kubwa kuliko mazingira yako ulipokulia. Hali au kiwango cha elimu hakilingani na ndoto zako. Hii ni ishara kuwa ndoto zako hazikutoka duniani bali ni kwa Mungu. Kwa hiyo ni ishara mojawapo pia inaonyesha una nyota kali. Yaani una ndoto kubwa kuliko mazingira yako. Yaani una maono makubwa, ukianza kumwelezea mpaka mtu anaweza kana kuangalia mara 2 mara 3. Ndio wewe unayesema hivi, yaani unakuwa una ndoto sasa, una maono makubwa sana kuliko mazingira yako. Ni ishara ambayo inaonyesha. Ndio maana kusoma kitabu cha Yoeli sura ya 2 na mstari wa 24 utaona neno la Mungu anasema nitawapa ndoto na maono. Kwa hiyo unakuwa na ndoto kubwa kuliko mazingira yako ulipokulia, hali yako. Wewe unakuwa ndoto yako inazidi hali au kiwango cha elimu hakilingani na ndoto zako. Ni ishara mojawapo ambayo inaonyesha nyota yako ni kali sana. Lakini ishara au sifa ya 15, unavutiwa sana na ukimya. Nyota kali hupata nguvu. Yaani ukiwa peke yako, wakiwa kimya, wakiwa kwenye maombi, ni mtu ambaye unakuwa unavutiwa sana na ukimya. Unakuwa ni mtu ambaye unavutiwa sana na ukimya. Utafakari, pata muda, utulivu wa kuomba, ni mtu unakuwa kwa namna hiyo. Lakini sifa ya 16, unakuwa chombo cha mabadiliko bila hata kujitahidi. Ukiingia mahali, hali hubadilika. Watu huanza kufikiria tofauti. Mazingira huamka. Hii ni kwa sababu wewe ni sign, ni signal, si mtumiaji wa signal. Ninyi ni nuru ya ulimwengu. Ndio maana kusoma kitabu cha Mathayo 5 mstari wa 17, ninyi ni nuru ya ulimwengu. Yaani unakuwa chombo cha mabadiliko bila hata kujitahidi. Ukifika eneo unashangaa kila kitu kinabadilika, kila kitu kinabadilika. Hali ya wewe yenyewe inabadilika pale. Yaani kuna kitu kinabadilika mwenyewe mpaka unaanza kushangaa, mbona nimefika tu nini, unaona kila kitu. Yaani wewe ukifika unaona yaani mambo yanabadilika kabisa. Ni ishara moja hapo ambayo inaonyesha nyota yako ni kali sana. Lakini sifa ya 17 ambayo inaonyesha nyota yako ni kali sana. Ukiona sifa hii, basi tambua nyota yako ni kali sana. Unapojaribu kukata tamaa, nguvu isiyo yako hukurudisha hata uliposema nimechoka. Kuna kitu ndani yako inasema kilisema endelea. Yaani unakuwa ni mtu, unapojaribu kukata tamaa unashangaa nguvu inakuja. Yaani mpaka mwenyewe unashangaa hii nguvu imetoka wapi? Yaani pale unapohisi kuchoka unashangaa kuna nguvu kubwa inakuja juu yako. Yaani pale ulikuwa unasema mimi nimechoka, unashangaa kuna nguvu inakuja na unajikuta unafanya kile kitu. Ni ishara moja hapo inaashiria una nyota kali sana. Ndio maana ukisoma kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 12 na mstari wa 9 utasoma, utaona neema yangu ya kutosha, maana nguvu zangu hutimia katika udhaifu. Nguvu za Mungu hutimilika katika udhaifu. Mwisho wa akili zako ndio mwanzo wa Mungu. Sehemu ambapo unasema nimechoka, siwezi kuendelea, Mungu ndo anaanzia hapo hapo na kusonga mbele. Kwa hiyo ni matumaini kuna kitu ambacho umejifunza. Kama kuna jambo ambalo umejifunza, naomba comment nimejifunza zaidi. Lakini pia Mungu akubariki wewe utakayetumia muda wako kushare link ya video hii kwa ndugu, jamaa na marafiki, akajibu hitaji la moyo wako. Nakupenda sana, nikutakie wakati mwema.